Makofi mengi kwake bibi. Amewakilisha wananchi wote. Hapo sawa. Hapo jamani, hapo miangalia mbali. Mwenge huo sasa. Wote tukimbize mwenge, sawa wananchi? Wote tukimbize mwenge. Mpaka utakapofikia mwenge huo mwenge. Mwenge huo mwenge. Mwenge tunaukimbiza. Katika hali ya uzima na afya iliyo imara. Lakini kipekee niwashukuru sana nyinyi wananchi wa eneo hili. Kwanza kwa kujitokeza kwa wingi juu ya mapokezi ya mwenge wetu wa uhuru. Pili kwa kuonesha upendo juu ya mwenge wetu wa uhuru. Tatu kuonesha uzalendo kwa kufika katika eneo hili kwa kujionea mambo makubwa ambayo yanaenda kuunga mkono jitihada za Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kuwahamasisha wananchi wote wa Kitanzania juu ya utumiaji wa nishati safi na salama. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Kupitia mwenge huu wa uhuru siku hii ya leo, kwa kweli Wanakichiwa mtakuwa ni wa kwanza kwenda kuunga mkono jitihada hizi za Daktari Samia Suluhu Hassan na kuwahakikishia wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba ifikapo 2030 sote tunatumia nishati safi mbadala, nishati safi ya gesi na kuachana na nishati ya kutumia swala zima la kupikia kwa kuni. Mwenge wa uhuru oye! Dr. Samia oye! Lakini ndugu zangu Wanakichiwa, leo hii mwenge wa uhuru unawaka na unang'ara na unameremeta. Mwenge huu wa uhuru ni tunu tulioachiwa na baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangia mwaka 1961 wakati ameupandisha mwenge huu wa uhuru juu ya mlima Kilimanjaro hadi hii leo. Kwa mapenzi alionayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan akaona ipo haja mwenge huu wa uhuru kuendelea kukimbizwa kwa mwaka huu 2025 tena, ili ukiwa umebeba ujumbe mahsusi kwa maana ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Lakini pia mwenge huu wa uhuru unaendelea kuonesha matumaini, unaendelea kuonesha upendo, lakini pia unaendelea kuweka heshima kwa wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na leo umekuja kuonesha heshima na upendo kwa wananchi wa Kichiwa. Kichiwa oye! Dr. Samia oye! Ndugu zangu wananchi, kwa kweli haya ni mahaba makubwa alionayo Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Sisi vijana sita alituelekeza kuanzia siku ya tarehe 2 ya mwezi huu wa 4 kwamba tukimbize mwenge huu wa uhuru ndani ya halmashauri 195. Na ndio maana leo hii tumefika katika halmashauri hii ya Njombe DC na kufika katika eneo hili la Kichiwa. Kwa kweli huu ni upendo mkubwa alioonesha, naomba mumpigie makofi mengi sana. Lakini ndugu zangu Wanakichiwa na ndugu viongozi, kwa kweli mwenge wa uhuru unaendelea kuonesha mambo mazuri. Na ndio maana leo hii mmejitokeza kwa wingi ndugu wananchi. Na naamini mwenge wa uhuru katika eneo hili la Kichiwa haukuliwahi labda kufika huko nyuma, lakini pia haukuwahi kufika mwenge huu wa uhuru. Kwa kweli leo hii mmejionea upendo ulioje chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini mimi nataka niwaambie mambo mawili ndugu Wanakichiwa. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anakabidhiwa kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa na mambo mengi ya kipaumbele, kama ikiwemo swala zima la utumiaji wa nishati safi na salama ya kukupikia. Leo hii Tanzania baadhi ya maeneo yetu tumeondosha haiba ya nuru yetu hasa ya kijani. Watu wengi wamekuwa wakiharibu mazingira kwa kukata miti ovyo, lakini pia kukata miti kwa kutumia katika mambo ambayo sio ya msingi. Kwa kweli jambo hili limepelekea haiba na nuru ya nchi yetu kupotea katika maeneo yetu. Na ndio maana Daktari Samia leo hii amesimama, ni mwanamke pekee, ni mwanamama pekee jasiri alionyesha uzalendo na kuhakikisha kuhamasisha Afrika na dunia kwa ujumla
sasa inaenda kutumia nishati safi na salama, na ikiwa ndiyo ajenda kuu ya dunia kuhusu utumiaji wa nishati safi na salama. Naomba tupigie makofi mengi sana. Leo hii kumekuwa na mikutano mikubwa ya kuhamasisha utumiaji wa nishati safi na salama ndani ya taifa letu. Juzi tu hapo tulikuwa na mkutano mkubwa wa marais wote wa dunia nzima wamekuja nchini kwetu Tanzania juu ya kumsikiliza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho anakihamasisha, lakini na wao kukiona kwa uhalisia. Na ndio maana leo hii Wanakichiwa kupitia halmashauri yetu tunaanzisha swala zima la ugawaji wa gesi kwa wananchi, ili tuoneshe hamasa na wananchi waendelee kutumia gesi hizo, ili nchi yetu endelee kuwa katika hali ya amani na utulivu. Mwisho kabisa, niwaombe sana Wanakichiwa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi, na uchaguzi kwa mwaka huu 2025 tutakuwa na kuchagua viongozi wa aina tatu. Kwa upande wa Tanzania bara, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa madiwani pamoja na mheshimiwa mbunge. Niwaombe sana ndugu wananchi, tuendelee kumwamini Daktari Samia Suluhu Hassan, hasa mwaka huu wa uchaguzi ifikapo Oktoba 2025. Twende tukahakikishe tunaendelea kumchagua na kuhakikisha tunaleta maendeleo ambayo amekusudia kwa wananchi wake ndani ya 2030. Lakini pia waheshimiwa wetu mbunge amezungumza mengi hapa na amesema mengi ambayo yamefanyika kwenye sekta ya afya, kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya zahanati, barabara. Kwa kweli Wanakichiwa wamebarikiwa sana, jipigieni makofi mengi sana. Na naamini leo hii kupitia mwenge huu wa uhuru, kwa vile umefika katika eneo hili, mambo mengi na mabadiliko mengi yatapatikana kupitia mwenge wetu wa uhuru. Niwaombe sana ndugu wananchi, endeleeni amani, jitokezeni kushiriki uchaguzi mkuu katika hali ya amani na utulivu. Naamini maendeleo mengi yanakuja. Lakini vile vile endeleeni kuunga mkono viongozi wenu wa serikali ya wilaya pamoja na serikali ya halmashauri, na nyinyi hata wenye viti wenu wa mitaa, kata, endeleeni kutunza nidhamu na heshima kama mlivyoionyesha siku hii yetu ya leo. Baada ya kuyasema hayo, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa mapenzi walioonyesha wananchi wa eneo hili na upendo na ukarimu walioonyesha juu ya mwenge wetu wa uhuru, mimi pamoja na wenzangu kwa kweli tumeridhia jinsi gani ya hamasa mlivyoionyesha juu ya kuhamasisha nishati safi na salama, na sasa tuko tayari kugawa majibu ya gesi kwa baadhi ya wananchi wachache, ili swala hili na huduma hii iendelee kwa wananchi wote wa Kichiwa, ili kila nyumba, kila eneo tuhakikishe wanatumia swala zima la nishati safi ya kupikia katika kuendeleza maisha yao ya kila siku. Baada ya kuyasema hayo, ndugu wananchi, mimi nawashukuru, na leo mwenge wa uhuru utakesha ndani ya halmashauri yenu. Niwaombe muje kwa wingi kwenye eneo la mkesha ili mupate ujumbe wa mwenge wetu wa uhuru kwa mwaka huu 2025 kwa ufasaha zaidi, ili na nyinyi muondoke kwamba kweli mmekuwa wakakamavu, mmekuwa wazalendo ndani ya taifa hili. Mwenge wa uhuru oye! Lakini hapa pia tukishakumaliza kugawa gesi tutatoa zawadi, na zawadi hiyo nimemuona mama yangu pale mbele kwa dada yangu Eliza. Yule mama kwa heshima aliyoionyesha hapa na kwa heshima ya wananchi wote wa eneo hili la Kichiwa, kwa kweli yule mama tutapiga naye picha ya pamoja akiwa ameshika mwenge wa uhuru, ili iwe ishara ya kwamba sasa Kichiwa imeshakuwa na amani, imeshakuwa na upendo, utulivu utaendelea kupatikana. Na kwa kweli Oktoba 2025 tutaenda kuchukua na kuweka Dr. Samia oye! Watamweza kweli kushindana naye, hata wakiungana Samia mama lao, na Kichiwa watoto wake, na Kichiwa kuna mama zake. Dr. Samia oye! Nawashukuru sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Nenda nao taratibu mpaka nje, uweke sehemu ya hewa. Chukua ile stuli tu nje. Sio kwa sababu umekuta moto ndani, unafungua madirisha na milango, hewa inaingia ndani, alafu wewe vitu vingine unasema wanaokoa, kumbe wengine wanaiba, alafu unaongeza hewa ndani ya nyumba. Kwa hiyo chumba ambacho kwa kinaungua ni kimoja, matokeo yake sasa utakuta nyumba nzima inaungua, alafu unakuja kuokoa chochote. Nini cha kufanya? Kama ni chumba kinaungua, funga milango na madirisha, alafu sasa angalia hewa inatokea wapi. Unafungua kidogo kule hewa ambapo unaelekea, ili hewa huku inapotoka haiwezi kuingia. Kwa hiyo moto unaweza kuzuia kwa taratibu. Mwisho siku leo kinachoungua unakigundua haraka, unakuwa kwa nyumba au mazingira yale ambayo moto ulianza yanakuwa sio makubwa. Umeelewana jamani? Ndio. Nini cha kufanya? Usiogope moto, ila ogopa moshi. Na kama imetokea sasa tayari
ndani moto umeshakuwa mkubwa. Nini cha kufanya? Wanasema piga magoti chini, anza kutambaa kama mtoto, toka nje. Na ukishatoka nje usirudi ndani. Hata kama umegundua kwamba nimeacha simu ama nimeacha chochote cha thamani, na usirudi. Kwa sababu ukirudi utarudi kwa njia ya kupaniki, mwisho wa siku utakupoteza maisha. Sawa ndugu zangu? Nashukuru.